Naam, ndugu mpenzi msikilizaji, karibu sana katika Mengi Simulizi. Leo tunakuletea mkasa mzuri sana, mkasa ambao utakuburudisha na kukuelimisha, kwani hii ni chaneli ambayo inakuletea visa mbalimbali vya kweli na visa ambavyo vitakufanya uingie kwenye mafunzo ya dunia na kujua wapi unakwenda na wapi ulipotoka. Karibu. Leo nakuletea kisa cha kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Musa. Musa alikuwa amepatwa na mkasa mzito sana. Basi naomba twende nami niazime masikio yako ili tupate kupambana kwa pamoja na kusikiliza kipi hicho basi kilichomkuta Musa, ili nawe upate kujifunza kutokana na maisha. Musa alikuwa ni kijana mmoja hatari sana. Musa alikuwa ni kijana ambaye mpambanaji sana sana. Musa alikuwa akifanya kazi katika ofisi moja ya serikali. Nisingependa nitaje jina lake kwa sababu ni jambo la ofisho zaidi. Kijana Musa alikuwa ni kijana ambaye anapenda sana kupambana, hususani katika masuala mazima ya kazi. Hivyo kijana Musa aliamua kuwa mfanyakazi bora kabisa kazini, na kila mtu alimkubali kijana Musa kwa matendo yake. Basi kijana Musa katika kazi hiyo alikuwa akipambana kwa udi na uvumba, na Musa alikuwa ni mwajiriwa kabisa ndani ya kazi hiyo katika ofisi kubwa kabisa ya serikali. Katika kupambana kwake bwana Musa katika ajira hiyo, kwani Musa alikuwa ni dereva wa kumwendesha bosi mkubwa kabisa katika ofisi hiyo ya serikali, yaani wizarani, nami nisingependa nitaje wizara hiyo. Bwana Musa alikuwa akifanya kazi kwa ufanisi zaidi mpaka mabosi wote wakawa wanamkubali kwa 100%, kwani utendaji wake ulikuwa ni mzito na wenye uweredi mkubwa. Kama ilivyo ada, ndugu mpenzi msikilizaji, katika ofisi zozote za serikali huwa kunakuwa na wale wadada wanaofanya usafi, lakini wale mara nyingi wanakuwa ni vibarua. Basi Musa katika ufanyaji wake wa kazi alikuwa mara nyingi akikutana na madada tofauti pale, lakini Musa alikuwa ana hiana. Yeye siku zote alikuwa anapopata mshahara wake ama anapopata pesa yoyote posho, basi ushare na wale wadada, hususan katika masuala ya breakfast, yaani kifungua kinywa. Mara nyingi hununua vitumbua vya kutosha tu, ama maandazi ama chapati, pia hunywa nao chai kwa pamoja. Baadhi ya dada wengi walitamani kuajiliwa katika wizara hiyo, lakini kama ilivyo ada, serikali ina idadi maalumu ya wafanyakazi, kwani haiajiri tu ili mradi. Lakini ukiachana na hapo, serikali inaangalia sifa ya mtu. Basi kuna dada mmoja jina lake ajulikanaye kwa jina la Zaituni. Zaituni alikuwa ni mdada mmoja mwenye hekima sana, alikuwa ni mdada mmoja mrembo sana, alikuwa ni dada mmoja mwenye upendo wa dhati kabisa. Zaituni alikuwa amemaliza kidato cha 4, na ndipo alipofika kidato cha 4 hakuweza kuendelea katika kidato cha 5 kwa sababu ya uwezo wa familia yake, kwani wazazi wake hususan baba yake ambaye ndiyo aliyekuwa akimtegemea alikuwa amekwisha fariki. Hivyo basi Zaituni alikuwa ana uwezo wote wa kujiendeleza. Ndugu mpenzi msikilizaji, Zaituni huyo akaenda kupambana na kuanza kupata kazi ya ufagizi, yaani cleaner, katika ofisi hiyo ya serikali ambayo nimesema nisingependa kuitaja jina, humo ambapo Musa ni dereva anamwendelesha bosi mkubwa kabisa katika ofisi hiyo. Hapo ndipo mambo yalipoanza. Zaituni alikuwa anavutiwa sana na Musa, na Musa pia alikuwa anavutiwa sana na Zaituni. Na baada ya hapo ndipo Musa akaanza kumnyemelea na kumnyatia nyatia Zaituni. Kwa kuwa Musa alikuwa ni dereva mkubwa katika kampuni hile, basi kila mmoja alikuwa akimheshimu, kwani Musa alionekana akiheshimika na madereva wakubwa kabisa na wenye kuendesha magari ya maafisa wengine. Hivyo Zaituni hali hile ilimvutia sana,
akaona hii ni nafasi sasa ya mimi kupata mpenzi ambaye anaweza akanisaidia katika maisha yangu. Ndugu mpenzi msikilizaji, Musa kama nilivyokuambia hapo awali, akaanza kumnyatia nyatia na kuanza kuingiza maneno yake mawili matatu. Siku moja Musa alikuwa ameshampeleka bosi na akarudi na gari ofisini, na bosi akaingia zake ndani. Ipo Musa akawa nje akisubiri bosi ampigie simu kwa ajili ya safari nyingine yeyote ile. Zaituni alikuwa yuko katika korido ya nje akifanya usafi, hivyo Musa akamwangalia sana, kisha akamsalimia. Zaituni, mambo? Safi tu Musa, mzima wewe? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe unaendeleaje? Mimi niko poa. Alafu Musa, jana uliniambia nataka kuongea na mimi, ulikuwa na issue gani bosi? Amna, tunaweza tukaongea dakika mbili? Okay, anyway, amna shida, tunaweza tukaongea tu, hakuna tatizo lolote. Okay, sawa. Unajua Zaituni, niseme tu kitu kimoja, mimi nimetokea kukuvutiwa sana na wewe, lakini hapa si unajua ni ofisini, hatuwezi tukaongea sana sana. Hivyo kitu nachokuomba, chukua hii kadi yangu, kuna namba yangu, naomba usiku nitafute. Sawa Musa, unasema hivyo, lakini naweza nikakupigia usiku alafu uko na wifi, huoni kama itakuwa tatizo? Unachosema ni kweli, lakini leo nadhani nitaondoka na bosi usiku, tutasafiri, hivyo nadhani nitakuwa nimefika, nitakuwa niko hotelini, hivyo sitakuwa nyumbani. Okay, anyway, mida saa ngapi? Nitafuta mida kama saa 3, alafu tutaongea vizuri. Okay, asante. Okay, utachukua hii shilingi 20,000 kwa ajili ya vocha. Ndugu mpenzi msikilizaji, hayo ndio yalikuwa mazungumzo baina ya Musa na Zaituni kwa mara ya kwanza kuinua midomo yao kuongea katika masuala mazima ya mahaba. Siku hile ikapita kama ilivyo ada. Musa akaondoka na bosi usiku, kwani walikuwa na safari ya kuelekea Dodoma. Wakafika katika hoteli moja nzuri sana, hoteli ambayo Musa aliipenda sana, na bosi wake wakalala humo. Kisha asubuhi akamchukua bosi wake na kumpeleka ofisini. Lakini usiku huo wakati wamelala, kwa sababu bosi na Musa wamelala vyumba viwili tofauti, hapo ndipo Musa alipoona simu yake ikiita, na ilivyoita jina lilitoka Zaituni, kwa naye alikuwa amekwisha hifadhi namba yake. Mazungumzo yakawa marefu sana. Halo Musa, mambo? Safi Zaituni, mzima? Mimi mzima tu, sijui wewe. Pole kwa safari. Asante, nimefika salama. Nadhani asubuhi tutaondoka kupeleka bosi katika semina, lakini mimi nipo ndani nimelala. Okay, sasa Zaituni, niwe mkweli, nimetokea kumpenda sana, kwa sababu ni binti mmoja mpole, ni binti mmoja mwenye nidhamu kubwa sana, ni binti mmoja unathamini watu. Hivyo katika hali yako hiyo nimetokea kukupenda sana, na si kwa nia mbaya. Kama tutaenda vizuri, nadhani nitakuoa Zaituni. Musa, mbona umewahi haraka sana kufikia kwenye swala la ndoa? Ni kweli najua unapokuwa katika mahusiano lengo lenu kubwa ni kuoa, lakini umeniambia mapema sana. Lakini pia mimi na swali nataka kukuuliza. Hamna shida Zaituni, naomba niulize tu swali lako, nami nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kukujibu. Musa, wewe na una mke, nadhani siku moja nimewahi kukusikia ukisema una mke na mtoto mmoja, na kama hivyo ndivyo, je, mimi utaniweka katika fungu gani ambapo nitakufungulia moyo wangu na kuwa mpenzi wako? Ni kweli maneno unayosema kwamba bibi na mke na mtoto mmoja, na kweli hilo unalozungumza si la uongo, ni la kweli kabisa. Lakini nikwambie tu kitu kimoja, kwamba sisi
katika imani yetu ya dini tunaruhusiwa kuoa wake wanne. Hivyo wewe utakuwa mke wangu wa pili, natamani iwe hivyo. Basi sawa, lakini sasa ofisini pale wakijua tuna mahusiano inakuwaje? Unachosema ni kweli kabisa, ofisini wanaweza wakajua tuna mahusiano, itakuwaje? Lakini si ni watu wazima, kwa sababu pale ni ofisini na haitojarisha chochote, kwa sababu si watu wazima, tunajitambua na tuna maamuzi yetu binafsi. Sawa, nimekubalia, sijali. Nadhani ukirudi tutapanga zaidi. Asante, nashukuru. Ningependa nipate kisi lako basi. Mbona mapema sana Musa? Subiri kwanza, utapata mpaka utalichoka. Usijali, rudi safari kwanza, then tutajua tufanye nini. Utapata vingi zaidi na sio kisi tu. Ndugu mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba hiki ni kisa kizito sana kati ya Musa na Zaituni, kisa ambacho kitakufundisha mambo mengi sana. Siku hiyo ikapita, ndugu mpenzi msikilizaji, ndipo Musa asubuhi kumefika na kampeleka bosi katika semina. Kama ilivyo ada, upande wa Zaituni anaamka asubuhi na kujiandaa kuelekea zake kazini kwa ajili ya kufanya cleaning, yaani usafi pale katika ofisi kubwa kabisa, ni wizara hii. Siku ile ikapita, Musa akarudi Dar es Salaam na kuendelea na shughuli kama zilivyo kawaida. Basi pilikapilika za hapa na pale zilionekana, kila mmoja alikuwa bize na majukumu yake. Siku hiyo Musa walipanga kukutana na Zaituni katika hoteli moja kubwa sana iliyopo katika jiji la Dar es Salaam, ila nisingependa kutaja jina lake kwa sababu hii ni simulizi ya kweli. Zaituni alijilipua. Zaituni alivaa vizuri siku hiyo, alijipodoa, alitia kila kilichowezekana ili mradi kumvutia Musa. Lakini si hivyo tu, Zaituni ni binti mmoja mrembo sana, mwenye mvuto na mwenye macho ya kuvutia, na akikutazama akitembea mithili ya kinyonga. Musa aliachwa hoi sana siku hiyo na Zaituni. Alipomwona tu alipata na shauku kubwa sana na kuona kwamba muda wowote nahitaji mechi ichezwe. Wakaingia katika hoteli hiyo na kuenjoy maisha yao. Walienjoy sana huko, walifanya kila lile lililowezekanalo na kila mmoja alijisikia yuko happy kabisa. Siku hiyo ikapita, siku ya enjoyment. Walifanya mambo mazito sana. Nadhani kama unavyojua dabi ya Kariakoo inakuwaje. Timu hizi ni timu ambazo zipata shika, kila mmoja anatamani kucheza kadri ya uwezo wake. Hivyo Zaituni alipambana kadri ya uwezo wake kuhakikisha kwamba Musa anakubali show zake, na hivyo Musa alipambana kadri ya uwezo wake. Vijana wa sasa wanasema aliupiga mwingi. Siku hiyo ikaisha, ndugu mpenzi msikilizaji, na Zaituni wakati wanarudi alijaribu kuzungumza na Musa. Musa mpenzi wangu, naambia Zaituni, mimi nimemaliza form 4 na kama wizarani pale wakati mwingine zinatokaga nafasi, ningeliomba unipambanie Musa, kwa sababu mimi familia yangu ni maskini sana, na mzazi mmoja tu na mama, na mama vile vile ananitazama mimi, na mimi kwetu nimezaliwa peke yangu, sina hata mdogo, ni mimi tu wa kwanza na wa mwisho. Hivyo Musa mpenzi wangu, naomba unistiri sana. Itakapotokea kazi basi naomba uongee na mabosi wako wanifikirie, ili nami nifanye kupambana maisha yangu. Kweli nimekusikia Zaituni, nami hilo lilikuwa ndani ya kichwa changu, kwa sababu mimi sipendi kuona wewe unafagia pale, hususan sasa hivi nimekuwa ni mpenzi wangu na mimi bosi mara nyingi namuendesha. Hivyo ikitokea hatua anasema kuna nafasi zimetoka, basi wa kwanza kabisa nitadili na wewe Zaituni, usijali mpenzi wangu. Sawa, nitashukuru sana Musa, na nakuhakikishia nitakupa penzi lako, yani nitakupa penzi lote na nitakulindia penzi lako, sitoweza kukusaliti hata kidogo. Musa, niamini ninachokwambia. Mpenzi msikilizaji,
Mazungumzo yao yalikuwa ni mazuri kweli kweli na yenye kuridhisha na yenye mvuto na yenye kupamba kweli kweli. Safari ikaendelea kama ilivyo ada. Musa akadrive gari hile. Alipofika sehemu, Musa akamshusha haraka sana Zaituni, kwani Musa ni mume wa mtu, hivyo apendi kujulikana ghafla kabla lake lile la kuoa halijatimia. Maisha yakaendelea hivyo. Wiki ile ikapita, masiku yakasogea, ndipo nafasi ya kazi zikatoka pale katika wizara. Nafasi zile za kazi zilipotoka, zile nafasi zilikuwa na watu wa aina tofauti na sifa zinazotakiwa za aina tofauti. Lakini Musa, kadri ya upendo na lavu aliyekuwa nayo kwa mpenzi wake Zaituni, ndipo Musa alipoamua kuzungumza na bosi wake ili mradi tu Zaituni apate kazi ndani ya ofisi, ndani ya wizara ile. Siku hiyo ambaye anamuuliza bosi wake kuhusu nafasi zilizopatikana, nafasi nyingi zilihitajika elimu kubwa sana, lakini kulikuwa na nafasi 2 tu zenye mahitaji ya watu wa form 4. Kwa bahati nzuri, Zaituni alikuwa amekwisha maliza form 4 na ana elimu hiyo, hivyo ilikuwa rahisi sana Musa kumshawishi bosi wake amchukue Zaituni, kwani alimtilia sifa nyingi sana. Ingawa bosi wake alimuuliza, mbona kwa nini unamkingia sana kifua Zaituni, wengine hawapo? Musa alimwambia, la, wengine wengi wamemaliza darasa la 7 pale, lakini nina imani Zaituni atakuwa, kwa sababu ni mtifu na mwelevu, nadhani nafasi hii itamfaa zaidi bosi. Bosi alifurahi, lakini pia alisema hata sisi tulikuwa tunamfikiria yeye, kwa sababu Zaituni ni binti mmoja mwenye kuelewa na binti mmoja mwenye kusikiliza, hivyo kwa upande wetu anaweza akatufaa zaidi. Basi Musa alifurahi sana kusikia hilo, lakini hakuweza kwenda kumwambia Zaituni papo hapo, kwa sababu alijua kabisa pindi akimwambia Zaituni mambo yanaweza yakabadilika, kwa sababu Zaituni akili yake yote inaweza ikachanganyikiwa kwa jambo hilo. Mambo yalikuwa hivyo, ndugu mpenzi msikilizaji. Basi masiku yakaendelea kuondoka kama ilivyo ada, na kazi zikaendelea kufanyika, na Zaituni akawa anaendelea kujituma. Ila bosi alimwambia Musa, subiri kwanza, kwa sababu hii ni wakati wa awali, wametoa tangazo hilo, lakini muda si mrefu matangazo yatabandikwa, lakini sitolisahau jina la Zaituni, usijali. Na siku yakapita, Zaituni akawa akiendelea kama ilivyo ada kuendelea na kazi yake ya kufagia. Ilipofika bosi ameamua sasa kuweka karatasi ubaoni pale na kuzibandika kwa ajili ya matangazo halisi, kwa ajili ya kuwa kazi sasa zimepatikana. Kila mmoja anatakiwa apeleke maombi yake. Watu wengi walijaa kupeleka maombi katika wizara hile, wenye sifa aina tofauti, wenye sifa ambazo zinastahiki. Wizara ilichukua baadhi ya wafanyakazi wengi tu, lakini pia Zaituni alifanikiwa kupata kazi. Zaituni amepata kazi katika wizara. Wafagizi wenzie baadhi, kama unavyojua tena, hakuna mtu ambaye anapenda mtu apate. Ukilinganisha maisha, kila mtu anapambana juu ya maisha yake. Wadada wengi wafagizi wa pale walisema Zaituni amesoma, ingawa tulikuwa tunafagia naye. Hayo ndiyo yalikuwa mazungumzo yao, na kila mmoja alizungumza kwa aina yake, kutokana na elimu yake haikukidhi kupata kazi pale, hivyo walimsifia Zaituni kwa ile form 4 yake alikuwa amemaliza vizuri. Wengine walikuwa wanajua nini kinachoendelea, kwa sababu walishaanza kuona dalili za Musa kuwa na mahusiano na Zaituni. Wengi wao walizungumza kuwa Musa ndiye alimpigia krosi dongo Zaituni ili apate kazi. Basi kama unavyojua tena, minong'ono ya ofisini ni jambo la kawaida. Kila mmoja alinong'ona kwa aina yake.
na kila mmoja alisema kwa mtindo wake. Ilikuwa ni tafalan kabisa, kwa sababu watu walishangazwa na hilo, lakini wapo waliofurahi na wapo walikuwa wanahuzunika kwa sababu wafagizi, na sasa Zaituni anakuwa miongoni mwa afisa. Hivyo kazi ya kufagia na kutumwa chai imekwisha tena kwa Zaituni. Ndugu mpenzi msikilizaji, Musa alifurahi sana baada ya Zaituni kupata kazi. Masiku yakaenda, Musa akatangaza ndoa ya kutaka kumwoa Zaituni. Ofisi nzima ilifurahi. Wapo ambao walitania Musa kwa kusema kwamba ulikuwa unakula kimya kimya bila sisi kujua, sasa unataka kuoa. Baadhi ya maafisa walikuwa wanamtania sana dereva Musa kwa sababu walikuwa wamemzoea. Na kurudisha nyuma kidogo, Musa kabla hajapata kazi ya udereva katika ofisi ile, alikuwa ndio dereva mdogo kuliko wote. Lakini wenzake wote Musa wamekwisha staafu, hivyo Musa sasa amekuwa ndio dereva mkuu na kumwendesha bosi. Hivyo maafisa wengi wa mule wamekuwa wakimzoea Musa na kumtania, hivyo Musa kwake alikuwa ni jambo la ajabu sana. Zaituni akaanza kusambaza kadi kwa baadhi ya wale wadada ambao walikuwa wanafagia nao kwa pamoja, na Musa akasambaza kadi ofisini kwa maafisa wenzie kule na madereva wenzake, kwa sababu yeye ni chief dereva ambaye anawapangia madereva wengine kila kitu. Basi kila mmoja alipambana sana kuhakikisha anahudhuria katika harusi hiyo ya Musa. Nyumbani kwa Musa kulikuwa na tafarani kidogo, kwa sababu mkewe Musa hakutaka Musa aoe mke wa pili, kwa sababu alikuwa lengo lake. Lakini kutokana na dini na watu wakamsihi sana, hivyo alikubaliana na hilo, kwa sababu alikuwa tayari amekwisha jengewa nyumba yake pamoja yeye na mwanae. Maisha yakaendelea, siku ikafika. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana, siku ambayo kila mmoja alifurahi kuhudhuria katika harusi ya Musa na Zaituni, kwa sababu walikuwa ni watu wakifanya kazi katika ofisi moja. Utani wa watu ulikuwa umezidi kweli kweli, na umetokea utani mkubwa kabisa, kwa sababu kila mmoja alifurahi harusi hiyo. Harusi iliandaliwa katika ukumbi mkubwa sana. Watu walikunywa kutoka mbali na karibu, watu walihudhuria katika harusi ya Musa na Zaituni. Penzi lao lilibebwa na upendo, penzi lao lilibebwa na uaminifu, penzi lao lilibebwa na mwonekano wa kufanana. Harusi hatimaye imekwisha, ndugu mpenzi msikilizaji. Zaituni na Musa sasa ni mke na mume. Maisha yakaendelea. Katika ndoa yao, Zaituni na Musa walipambana kadri ya uwezo wao, hivyo wakapata kununua nyumba 2 na wakajenga, na baadaye Mwenyezi Mungu akawajalia wakapata mtoto mmoja wa kike. Hivyo Zaituni na Musa sasa ni wazazi. Ndugu mpenzi msikilizaji, kadri ya miaka ilivyokuwa inaendelea, ndipo Musa alikuwa anaelekea kustaafu sasa. Kusema la ukweli, Musa alikuwa ni mchapa kazi sana. Zaituni tayari amekuwa ni staff bora. Ndugu mpenzi msikilizaji, baada ya miaka kadhaa sasa, Zaituni alikuwa na kipato kizuri sana. Zaituni ameanza kuwa mrembo zaidi ya mwanzo alivyokuwa, kutokana alikuwa anapata mshahara mzuri ambao alipambaniwa na Musa. Zaituni alianza kumsaidia mama yake na ndugu zake, hivyo Zaituni alikuwa akipendwa na kila mmoja mule katika ofisi. Kila mmoja alimpenda Zaituni kama mke wa Musa. Zaituni sasa alikuwa na uchumi mzuri, na hata nyumbani kule Zaituni alikuwa akiheshimika kwa sababu tayari alikuwa na fedha. Kama ilivyo ada, ndugu mpenzi msikilizaji, mwanamke anapopata pesa basi ujipenda yeye mwenyewe na unawili zaidi, kwa sababu wanawake ni wepesi sana kulizika. Maisha yao yakaenda, na Musa hatimaye ikafikia hatima ya kukaribia kustaafu, kama ambavyo nilivyokuambia ndugu mpenzi msikilizaji.
Taratibu Zaituni ameanza kubadilika kidogo, kwa sababu amekwisha nunua gari yake binafsi. Hivyo hakutaka kupanda gari ya Musa hata kidogo. Alikuwa akiendesha gari yake na kurudi yake nyumbani. Mara nyingi Musa anapokuwa zamu katika mke mkubwa kule, Zaituni alikuwa akitoka na kwenda katika vilabu vingi, hususan katika siku za wikendi. Zaituni huenda huko kula bata na mashoga zake na hatimaye kuanzisha mahusiano mapya ya mabrazameni mahandsome, HB wanaita. Zaituni ameanza kubadilika kwa sababu amekuwa sasa na pesa. Zaituni ameanza kupaka rangi kucha, kufuga kucha, kuweka nywele kila aina anayotaka, na nywele ambayo hubadilika kila weekend. Musa alikuwa anapewa stori nyingi sana juu ya Zaituni. Zaituni alikuwa anadiriki kuleta HB, yani handsome boys, mpaka pale nyumbani, katika zile nyumba ambazo wamenunua na pamoja na kujenga na Musa. Musa tetesi hizi alizisikia sana, lakini alishindwa kumwambia. Kwanza alikuwa anasubiria, kwa sababu Musa alionyesha anampenda sana Zaituni. Siku moja Musa alienda kwa Zaituni kama mkewe. Ilikuwa ni zamu ya upande wake. Siku hiyo Zaituni aliandaa chakula kizuri sana, kitamu kwelikweli. Chakula hiko kilikuwa ni kitamu kwelikweli, ndugu mpenzi msikilizaji. Musa akala pamoja na mkewe Zaituni na mtoto wao. Hivyo Musa akaona pale ni sehemu sahihi kabisa, ni fursa sasa ya kuanza kumwambia mpenzi wake huyo ama mke wake huyo kwamba kuna tabia anazisikia ambazo hapendi kuzisikia tena. Mke wangu Zaituni, nasikia siku hizi umebadilika sana. Umekuwa mwanamke wa ajabu. Unaenda klabu, watu wananirushia picha mimi kwenye simu. Unaanza kutembea na vivulana na wewe kuvipa hela katika gari yako. Zaituni, kumbuka nilipokukuta. Zaituni, kumbuka mimi ni mume wako. Kwa nini unafanya mambo haya? Nisikize Musa, nakwambia kitu. Wewe una kazi yako na mimi na kazi yangu. Is it right? Sasa basi, kama hivyo ndivyo, mimi sihitaji maisha ya stress. You know? Kwa sababu haya maisha unataka wewe ya kunipangia mimi jinsi ya kutumia pesa yangu, eti ngonga. Hivi una akili timamu wewe Musa? Kwanza unaelekea kustaafu, ni mtu mzima sasa. Uone kwamba wewe ulishakula bata huko katika maisha yako? Na kwa nini mimi nisienjoy? Kwa sababu mimi nilikuwa mfagizi tu Musa katika ofisi. And right now napata pesa ya kula, napata pesa ya kufanya matumizi. Let me enjoy. Ukizingatia mimi kwetu nimezaliwa peke yangu Musa. Let's enjoy. Sawa, nimekusikia Zaituni, lakini kumbuka wewe ni mke wa mtu. Upaswi kufanya vitu tofauti. Unapaswa kunisikiliza mimi. Ndugu mpenzi msikilizaji, malumbano yalikuwa mazito kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba Musa alivurugwa na kuwaza na kuwazua na kupata stress nyingi kabisa, na kufikiri kwamba kitu gani angefanya, na hakudhani kana kwamba Zaituni atakuja kuwa mtu wa aina hii. Musa amechanganyikiwa kwa kweli, amevurugwa, aelewi ashike wapi aache wapi. Mambo yameshakuwa mazito. Ndugu mpenzi msikilizaji, kwa hasira Musa ameinuka na kuesha gari na kuondoka zake. Zaituni amebaki na mwanaye, huku akimwambia mwanaye, enjoy mwanangu Dula. Mimi ndo mama yako na sasa hivi napata mshahara mzuri tu, alafu ofisi inanipenda vile vile. Huyo baba yako sasa hivi achana naye, ameshakuwa eleweki. Anataka kunipangia mimi jinsi ya kuspend pesa zangu. Is he crazy? Achana naye, stupid.
Mpenzi msikilizaji, nadhani unasikia maneno ya Zaituni. Yule aliyokuwa mfagizi sasa amekuwa jeuli kweli kweli, anatamba ameshakuwa mke, anatamba ameshakuwa na mali, anatamba maisha yake yamekwisha badilika. Ehe, hii ni hatari ndugu mpenzi msikilizaji, hatari kweli kweli, hatari ambayo huwezi kuiepuka, hatari ambayo huwezi kupambana nayo hata kidogo. Zaituni amekuwa ni msichana tofauti na mwanzo, ndugu mpenzi msikilizaji. Basi masiku yakapita, Musa akasusa kwenda kwa Zaituni kama wiki moja hivi, na baadaye Musa akawa ni mtu mwenye mawazo sana, kwa sababu hakutegemea kile ambacho alikuwa akifanyiwa na Zaituni, kwani tangu awali alimuona Zaituni ni mwelevu, msikivu na mwaminifu. Lakini alikuwa akiwaza tena pia na kusema, Waswahili wana msemo wao, husema pata pesa ujulikane tabia yako. Sasa hii ni wakati mwafaka sasa kuonyesha kwamba Zaituni amepata pesa na nao anaonyesha tabia yake. Hatari sana ndugu mpenzi msikilizaji. Musa sasa amechanganyikiwa kwelikweli, na ajui nini afanye, anawaza na kuwazua. Ulibaki mwaka mmoja tu Musa apate kustaafu na kupewa mafao yake. Hapo ndipo palipobakia. Basi masiku yakapita na Musa hatimaye anastaafu na kuwa dereva mstaafu. Musa amepewa mafao yake, na Musa ana wake wawili, mke mkubwa pamoja na mke mdogo ambaye ni Zaituni. Kwa sasa naye ni afisa mkubwa tu katika ofisi zile. Ndugu mpenzi msikilizaji, Zaituni wakati anafanya kazi katika ofisi hiyo alikuwa akiongeza elimu na kuendelea mpaka kufika chuo kikuu. Kwa bahati nzuri, Zaituni sasa hivi amekuwa ni bosi mkubwa tu katika ofisi ile, kwa sababu ameongezea elimu yake ya kutosha kabisa, na sasa ni boss, na hata wale wafagizi wa zamani wanamheshimu sana. Zaituni amekuwa ni msichana ambaye ana pesa sasa, si mtu wa ovyo ovyo. Ingawa sasa hivi si msichana wa level hile, lakini amekuwa ni mdada mtu mzima kidogo, kwa sababu amefika miaka kama 45 hivi. Na wakati huo Musa ametimiza miaka yake 60, na hivyo anastaafu na kupewa mafao yake. Zaituni alipambana sana Musa yale mafao anayopewa agawe mara mbili, kwa sababu yeye ni mwanadamu na ipo siku anaweza akaondoka, hivyo ana nyumba mbili. Musa alipambana, alijenga kwa mwanaye aliyezaa na Zaituni, na pia alipeleka kwa mkewe mkubwa. Baada ya hapo Musa alibaki na pesa kiasi, hivyo akawa anafanya biashara vyake, lakini mara nyingi biashara hizo zilikuwa zikimkataa. Hakuwa kama mwanzo na pesa nyingi kabisa, hivyo biashara zilikuwa zinayumba. Alijaribu kwenda Dubai kuchukua simu kuleta Tanzania, lakini kwa bahati mbaya hazikumuia vizuri, kwa sababu biashara kwake ilikuwa ni ngumu sana. Hali hile ilimchanganya sana Musa, kwa sababu sio kitu ambacho yeye alikitarajia hata kidogo, kwa sababu matarajio yake apate pesa ya kutosha ili afanye maisha yake. Hali hile ilimchanganya kwa kweli. Musa alivurugwa sana kabisa, na kuona sasa wapi naelekea. Na huku Zaituni ndo moto unapamba moto, kwa sababu Zaituni sasa amekuwa na pesa za kutosha kabisa, na anaongeza magari, anabadilisha magari kama nguo. Ndugu mpenzi msikilizaji, naomba masikio yako nisikilize vizuri juu ya mikasa huu ambao umemkuta Musa na Zaituni, mkasa ambao utakuelimisha kwa kiasi kikubwa sana. Basi siku moja Musa ndipo alipokuwa na zamu ya kwenda kwa Zaituni. Mara nyingi Musa akifika zamu ya kwenda kwa Zaituni, Musa alikuwa mnyonge sana, kwa sababu alikuwa akiwaza sana juu ya maisha yake na maisha ya Zaituni kwa sasa. Ndipo
na akachukua gari yake ndogo ambaye imechoka choka kabisa, akaelekea zake kwa mke mdogo. Ndugu mpenzi msikilizaji, jambo lililomkuta Zaituni na mumewe Musa ni jambo la ajabu sana. Musa wakati anabisha hodi, alikuja mvulana mmoja handsome boy, ndiye aliyekuja kufungua geti. Musa akamuuliza habari. Mvulana akajibu poa, wewe ni nani humu ndani? Yule mvulana akasema mimi ni baba mwenye nyumba. Kwani wewe ndo baba wa huyu mtoto? Musa alishtushwa sana. Musa akataka kuleta varangati, yule kijana yuko vizuri kwa sababu ana bodi kubwa, anabeba nondo na anacheza ngumi, na handsome boy. Watoto wa sasa wanasema ana six pack. Akampiga ngumi za kutosha tu Musa. Musa alipigwa ngumi za kutosha tu, na baada ya hapo Zaituni akatoka na kuanza kumkunja Musa na kumwambia tafadhali Musa, mume wangu, usiniharibie raha yangu. Nimekwambia sasa hivi mimi ni muda wangu wa kula raha. Kwa nini unakuja bila taarifa, unakuja tu ovyo ovyo? Musa akaanza kububujikwa na machozi na kusema, mke wangu Zaituni, imefikia wakati sasa mimi kwangu nije na taarifa, wakati unajua hii ni zamu yangu Imefikia huko tena Zaituni? Leo hii mimi naonekana mjinga juu ya zamu, juu ya wema wangu wote niliokufanyia wewe. Nimekutafutia kazi, wenzio walikuwa wanafadhia, mimi nimekuchukua, nimekupa kazi nzuri, lakini leo unachonifanyia Zaituni, unaniingizia mwanamume ndani ya nyumba nilojenga kwa pesa zangu. Ni vizuri unachofanya? Zaituni akaanza kumjibu Musa, akamwambia nisikilize baba, tena nisikilize kwa makini sana. Hii nyumba umeiona, hizi nyumba zote tulijenga kwa pamoja, na hivyo kwa taarifa yako, hati zote nimemwita mwanasheria, nimeandika za kwangu, kwa sababu mimi na mwanao, unajua hilo. Na ukiachana na hilo, mimi sasa hivi na pesa kutosha tu, uwezi kunisumbua kwa lolote lile, sio kula. Angalia pale, na gari zangu ngapi? Sio 4 zile, na hakuna gari ya chini ya milioni 60 pale. Utafananisha na kigari chako hiki kibovu. Sikiliza wewe baba, usije ukastafu vibaya, si ndio? Naomba katika nyumba usikanyage, nitakupiga bastola. Mpenzi msikilizaji, hii ni hatari kweli, tena hatari kubwa iliyotokea hawa watu. Musa ameanza kuvurugwa na kushangaa tena. Ni huyu Zaituni yule alikuwa mfagizi? Ni huyu Zaituni alikuwa mkarimu? Ni huyu kweli? Musa anafuta mkono wake machozi na kumtazama Zaituni mara mbili. Kwani aamini macho yake, aamini kabisa kilichotokea. Musa anachukua gari yake taratibu, anaenda zake nyumbani huko na mawazo. Njiani Musa wakati anaendesha gari, akaja bodaboda. Kwa kuwa Musa alikuwa na mawazo, basi akamgonga yule bodaboda. Watu wengi walimvamia na kumpiga Musa. Hatimaye Musa akachukuliwa na kupelekwa hospitali. Baada ya kupona, Musa akapewa kesi ya mauaji, kwani alikuwa amekwisha muua bodaboda yule. Mke wake mkubwa na Musa alikuwa akipambana sana kwenda hospitali, lakini hakuwahi kumuona mke mdogo. Alikuwa akijiuliza maswali mwenyewe tu, lakini alinyamaza kimya, kwa sababu mara nyingi mke mkubwa ukisema huonekana upendi mke mdogo. Lakini pia katika ufuatiliaji mzima wa kesi, Zaituni hakuwahi kwenda hata siku moja. Alikuwa akiendelea kula bata tu na kihenderson chake kile. Penzi msikilizaji, ni hatari kweli. Hatimaye Musa amepewa kesi ile,
amejitahidi kadri ya uwezo wake na kutoa gharama nyingi sana, na amefanikiwa kuimaliza ile kesi. Musa kwa kuwa alikuwa akimpenda sana Zaituni, baada ya kupona, baada ya muda mrefu, takriban mwaka mmoja sasa, akasema ngoja tu niende, mjinga mimi. Musa akainua usafiri wake akaelekea kwa Zaituni. Alipoingia katika nyumba hile, ndipo akakuta jimu limewekwa mule mule. Kuna nondo za kubeba, kamba za kuruka na kadhalika, na ndipo alimkuta yule kijana handsome boy akiruka kamba kwa maana kufanya mazoezi. Wakati huo Zaituni amekaa pembeni akimwangalia mpenzi wake. Zaituni akaenda akafungua mlango, akamwona Musa na akasema, sikiliza Musa, nakwisha kuambia usinifuatilie, haya ni maisha yangu, please please, nimekwambia usinifuatilie, haya ni maisha yangu. Unanielewa ninachomaanisha? Unanielewa nini nasema? Naomba usinifuatilie na naomba nipe taraka yangu, kwa sababu hapa una chako wewe, una chako kabisa. Tena nakwambia ukileta masiara nitakufunga, nitakuweka ndani, nitakuweka ndani Musa, usipende kunifuatilia kabisa kabisa. Musa akaanza kunena na kumwambia Zaituni, naomba nisikilize maneno machache tu nitakayokuambia, na kama utanisikiliza haya kwa makini, najua hakuna shaka mimi nitafanya hicho ambacho unahitaji. Hizi nyumba Zaituni tumejenga wote, mimi na wewe, lakini mimi ndio nilotoa pesa yangu mfukoni, na na imani wewe ulikuwa ni mke wangu mdogo na nina mtoto. Basi naomba tu hizi nyumba nimwandikishe mwanangu, halafu nikupe taraka. Zaituni akamjibu kwa ukali sana Musa, tena koma ukomae wewe baba, unanielewa ninachokwambia? Nimekwambia hii nyumba, hizi zote nyumba za kwangu, na hati nimekwambia za kwangu, nikutolea hati uone. Kwanza naona unanimalizia muda wangu tu, mimi nataka nile zangu bata hapa, tufanye mazoezi, tukakoge, tukale mambo yetu, halafu wewe unaniletea fujo hapa. Baba, nakuomba tafadhali sana, nimesema nitakuvunja miguu. Sasa kama unaona hizi ni mali zako, nenda kokote ambapo wewe unaweza kwenda, halafu tutakutana mahakamani, tuone mimi na wewe nani atashinda hii kesi. Ndugu mpenzi msikilizaji wa simulizi hii, Musa tayari amekwisha changanyikiwa, haelewi nini kinachoendelea, amepagawa, haelewi nini kinachokwenda. Ni hatari kweli kweli, hatari. Musa amekaa chini, amejinamia, ameshika kichwa chake na hajui nini kinachoendelea, hajui nini afanye, hajui amwambie nani tatizo lake, hajui. Amekwisha staafu Musa, hana pesa, pesa alizopata anatia katika biashara zinakufa. Umekuwa ni wakati mgumu sana, wakati mgumu kweli kweli kwa Musa. Ndugu mpenzi msikilizaji, ni wakati wa kushangaa kabisa, ni wakati ambao huwezi kuamini macho yako. Musa anabubujikwa na machozi, Zaituni anaendelea na mpenzi wake ndani ya nyumba aliyojenga Musa. Haya ndo maisha, haya ndo maisha ndugu mpenzi msikilizaji. Mpenzi msikilizaji, hii ni Mengi Simulizi. Kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, na kuomba click button nyekundu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Lakini pia ni kuombe jambo moja tu, usikose kudondosha comment zako, kwani comment zako ndio zinanifanya mimi kuwa imara zaidi na kufuatilia simulizi za kweli za watu tofauti, ili tupate kujifunza kwa pamoja. Ndugu mpenzi msikilizaji, naomba usikose katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Musa na Zaituni, kwani sasa tunaishia hapa na simulizi ambayo imetufundisha jambo kubwa sana. Lakini sehemu ya pili tutakuja kujua, je, Musa amefanya
uamuzi gani juu ya yote yaliyotokea, na nini Musa anatamani kitokee, na je, Zaituni naye atareact, atachukua maamuzi gani? Basi mimi na wewe hatujui. Naomba usikose katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Zaituni, simulizi ambayo ni bora na yenye mafunzo ndani yake. Asante kwa kunisikiliza. Mimi ni Mengi, Mr. Mengi aka Kisiki. Hii ni Mengi Simulizi. Asante sana, karibu kwa kuniazima masikio yako. Nashukuru sana kwa kutumia bando lako. Mungu akubariki na kusikiliza hili, na nakushukuru sana katika kila laheri na kunisapoti katika chaneli yangu. Asante, nashukuru. Karibu.